Rais wa Marekani Donald John Trump ameibua tena mjadala mkubwa wa kimataifa baada ya kuchapisha ramani ya eneo la kimkakati la baharini la mlango wa bahari Hormuz kwenye mtandao wake wa kijamii, huku akirejea kwa kejeli wazo la kulipa jina eneo hilo kama mlango wa bahari wa Trump. Hatua hiyo imekuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Marekani na Irani umeendelea kupanda na masuala ya usalama wa baharini ya Uajemi yakiwa katika macho ya dunia nzima. Trump, ambaye amekuwa akitumia mitandao ya kijamii kama jukwaa la kutoa kauli za kisiasa na mara nyingine zenye utata, aliwahi pia kutumia neno Trump Straight katika moja ya hotuba zake za awali. Katika maelezo yake ya utani, aliwahi kusema kwamba vyombo vya habari vinaweza kuichukulia kama kosa la kimaandishi, lakini alisisitiza kwa njia ya kejeli kwamba sio kawaida yake kukosea, kauli ambayo ilizua mjadala mpana kuhusu namna anavyotumia lugha kuathiri mjadala wa sera za kimataifa. Wakati huo, taarifa zilizochapishwa na vyombo vya habari vya Marekani zimeeleza kuwa kuna mpango unaoandaliwa na baadhi ya taasisi za kijeshi za Marekani wa uwezekano wa kufanya mashambulizi haraka na yenye nguvu dhidi ya Irani. Mpango huo unatajwa kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kujaribu kuvunja mkwamo wa mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Washington na Teherani, hasa kuhusu swala la mpango wa nyuklia na usalama wa kikanda. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi linalothibitisha utekelezaji wa mpango huo, na taarifa hizo zimeendelea kuzua mjadala mkali ndani ya duru za kisiasa za Marekani. Kwa upande wake, spika wa bunge la Irani Mohammad Bagher Ghalibaf amepuuzilia mbali kauli na vitisho vinavyotolewa na viongozi wa Marekani, akiwemo Rais Donald Trump, waziri wa fedha wa Marekani. Ghalibaf amesema kuwa Teherani haitishiki na kauli za kisiasa kutoka Washington na itaendelea kusimamia maslahi yake ya kitaifa bila kuyumba. Ameongeza kuwa historia imeonyesha Irani imeweza kustahimili shinikizo la aina mbalimbali na hivyo haitarudi nyuma kutokana na vitisho vya nje. Katika mazingira haya ya mvutano, mlango wa bahari wa Hormuz umeendelea kubaki kitovu cha tahadhari ya kimataifa. Eneo hili ni moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani, ambapo takriban theluthi moja ya mafuta na gesi inayosafirishwa kwa bahari hupita hapo. Kwa sababu hiyo, hata mabadiliko madogo ya kisiasa au kijeshi katika eneo hilo yanaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia, hususan kwenye bei ya mafuta na usalama wa usafirishaji wa kimataifa. Ripoti pia zinaonyesha uwezekano wa kuendelea kwa aina fulani ya vizuizi vinavyohusisha shughuli za bandari za Irani na usafirishaji wake wa baharini kwa kipindi kirefu, hali inayoweza kuongeza zaidi shinikizo la kiuchumi kwa Teherani. Hata hivyo, licha ya kuwepo kwa hali ya tahadhari na hatua za kiusalama, usafirishaji katika eneo hilo bado umeendelea kwa kiwango fulani, ingawa ukiwa chini ya uangalizi mkali na tahadhari za kijeshi. Kwa ujumla, hali ya sasa inaonyesha kuwa mvutano kati ya Marekani na Irani hauishii kwenye kauli za kisiasa pekee, bali pia umeingia katika hatua za kiusalama na mipango ya kijeshi inaweza kubadili mwelekeo wa kisiasa za Mashariki ya Kati. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa endapo hali hii haitadhibitiwa kupitia diplomasia, basi eneo la Ghuba ya Uajemi linaweza kuingia katika kipindi cha hatari kubwa kinachoweza kuathiri si tu nchi husika, bali pia uchumi wa dunia nzima. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV.